Asante. Kwa hivyo wapendwa, nawakaribisha kwa njia pekee ili tupate kuangalia Mungu anasemaje katika masuala ya familia. Maana siku ya jana tuliangalia tukaona ya kwamba wapendwa, dunia ambayo tunaishi, watu wanalia kwa familia, watu wanalia kwa dunia nzima. Jamii imeharibika, familia zimeharibika kwa sababu ya mwovu Shetani, na kwa sababu tumemruhusu apate kutawala katika familia zetu badala Mungu apate kutawala. Ningependa tu tupate dua alafu kisha tuanze kipindi cha familia. Tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu aishiye juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya wema na fadhili zako. Baba wetu, tunapenda kujifunza, tunaalika uwepo wako nasi na jina lako litukuzwe. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante. Jambo la kwanza, siku ya jana tuliangalia tukaona ya kwamba aliyeanzisha familia sio mwingine ila ni Mungu. Na kwa hivyo jambo la kwanza, familia ni kitu nzuri kwa sababu ikiwa Mungu ni mzuri, msemaji? Ndio mwalimu. Hebu nisaidie Yohana wa kwanza 1:5. Yohana wa kwanza 1:5 nikuonyeshe ya kwamba kwanza Mungu kwake, Mungu anasema ya kwamba kwake hamna giza, kwake ni nuru. Kwa hivyo chochote ambaye Mungu anaanzisha, wapendwa, bila shaka ni kitu ambacho ni kizuri, bila shaka ni kitu ambayo ina faida kwa ajili ya wanadamu. Inasemaje? Yohana wa kwanza 1:5. Twende. Na hii ndiyo habari tuliyoisikia kwake. Hii ndiyo habari wapendwa tulisikia kwa Mungu. Na kuihubiri kwenu. Na tunawaambia hata leo. Soma. Ya kwamba Mungu ni nuru. Ya kwamba Mungu ni nuru. Wala giza lolote hamna ndani yake. Basi anasema ya kwamba kwake hakuna giza. Njere kijibilia wale ngai nemeti anaime na twenye. Ndio wale ngai ne wangan nemeti anaime na twenye. Kwamba hakuna giza kwa Mungu. Anasema Mungu ni nuru na kwake hamna giza. Kwa hiyo kama ni Mungu alianzisha familia, ningependa uelewe. Kama ni yeye alianzisha familia basi ni kitu ambayo ni kizuri, ambayo tukitumia kwa njia ambayo inafaa na tukielewa mpango wake wakati Mungu alianza, wapendwa, basi inaweza kuwa wa faida sana na ya maana sana kwa wanadamu. Sasa niangalie kitabu ni cha Mathayo 19, angalia hapo 4, uangalie kumbe ni Mungu alianzisha masuala ya familia na ndoa. Inasemaje? Mathayo 19 anzia 4. Inasema, twende. Akajibu akawaambia. Yesu akawaambiaje? Hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume, yaani Mungu aliumba mtu mume na mtu mke pamoja na mtu mke. Akasemaje? Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye ataambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Sikiliza wapendwa, Mungu anasema ya kwamba pale mwanzo kumbe ni Mungu alifanya familia. Mungu aliumba mke na mume halafu akawaleta pamoja. Kwa hivyo ningependa uelewe point ya kwanza ya kwamba tulisema ya kwamba familia ni mpango ya Mungu. Na familia Mungu aliumba kwa ajili ya faida ya wanadamu. Ni wanadamu wanatumia familia vizuri, watakapotumia vizuri itakuwa ni kwa faida yao. Na nitakuonyesha polepole tukiendelea kwamba familia, tutakapoingia familia kwa njia ambayo Mungu anahitaji, familia pia itaonyesha kama tunaingia mbinguni ama tutaurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo familia ni kitu ambayo ni ya maana sana, ni ya muhimu sana. Hatuwezi tukapuuza katika maisha ambayo tunaishi. Kwa hivyo ni Mungu kwanza alifanya familia. Na anasema pale mwanzo Mungu alifanya familia. Hebu turudi mwanzo hapo tuulize. Maana jana tulikuwa hapo, tulikuwa tukiangalia Mungu alifanya mwanadamu. Mungu akamuumba Adamu na Hawa kwa mfano wake. Lakini tukaangalia ya kwamba kumbe jambo la kwanza Mungu alimuumba Adamu kwanza, mwanaume kwanza. Alafu baadaye mwanamke akatoka katika mkono katika mwili wa Adamu. Hebu angalia hapo mwanzo piga kwanza 1:27. Inasemaje? 1:27. Twende. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na nani? Na mwanamke aliwaumba. Basi Mungu anasema ya kwamba alimuumba mwanamke na mwanaume kwa mfano wake. Na tukasema jana ya kwamba
kama tukielewa hii kama watu wa Mungu, ya kwamba Mungu aliumba mke na kaumba mume kwa mfano wake, tunastahili kuelewa mimi pamoja na mke, wewe pamoja na mke wako, wewe pamoja ni watoto wa Mungu. Wote tumeumbwa kwa utukufu wa Mungu. Wote tuna tabia ya Mungu, tunastahili kuwa na tabia ya Mungu. Kwa hivyo sisi wote tunastahili kuelewa kwamba sisi wote ni watoto wa Mungu. Hatustahili kutendenea mabaya, hatustahili kufanyiana yale mabaya, maana ni Mungu alitufanya wote. Sasa angalia, tuangalie chapter 2, tuangalie procedure ambayo Mungu alifanya mtu pamoja na mkewe. Maana Mungu anasema hapo Mwanzo 27 ya kwamba Mungu aliwaumba wote. Lakini hapa tukielezewa ni yupi alitangulia. 2:7 Mwanzo anasemaje? Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Mtu akawa nafsi hai. Kwa hivyo tunaangalia kwanza, Mungu alimuumba huyo mtu na alianza kumuumba Adamu. Alimuumba mwanadamu kwanza. Maana Kiangalia wapendwa, Mungu alitangulia kuumba mume. Maana na kuanga ni vizuri wapendwa, wakati mtu anaoa inakuwa ni vizuri ya kwamba mwanaume ndiye mkubwa. Maana Mungu alitangulia kumuumba Adamu, alitangulia kumuumba mwanaume. Sasa teremka, baada ya kumuumba mwanaume kuna kitu ambacho Mungu alimpa. Hebu teremka mstari wa 8 hapo. Mstari wa 8 inasema, twende. Bwana Mungu akapanda bustani upande wa mashariki wa Edeni, upande wa mashariki ya Edeni, akamweka ndani yake, akamweka Adamu ndani yake, huyo mtu aliyemfanya. Kumbe jambo la kwanza Mungu anafanya bustani, jana tulitaja, alifanya shamba na akamweka Adamu apate kuilima. Tutakuja kuangalia polepole ya kwamba jinsi mtumishi alivyosema ya kwamba ili mwanaume apate kuingia katika ndoa ni lazima kwanza Mungu amweke kwenye bustani. Yaani ni lazima awe na uwezo wa kuprovide ama kutoa vyakula na mahitaji ya familia yake. Na alisema kwamba kuna wengi ambao wameingia kwa familia wasio na uwezo ya kuwasaidia na kuwapa mahitaji wale wa kwao, unapata kwamba familia zinasambaratika. Tuangalie polepole. Hebu kwanza soma kitabu cha Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 8, alafu rudi hapo Mwanzo 2. Inasemaje? Kitabu ni Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 8. Inasema, twende. Lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake, asiye na uwezo wa kuwatunza wakwao, wale wa nyumbani mwake hasa, ameikana imani. Huyo ameikana imani. Tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini. Tena ni mbaya sana. Kwa hiyo mwanaume, tutakuja kuangalia baadaye sehemu yao ya kwamba mwanaume yote ambaye hawatunzi, aweze kuwatunza watu wa kwao, hawezi kumtunza mkewe na watoto wake, Mungu anasema ya kwamba huyo ameikana imani. Na ndio maana Adamu aliumbwa kwanza na Mungu, halafu Mungu akamtengenezea shamba. Mungu akamweka kwenye bustani ili apate kuilima na kuitunza. Mwanzo 2:15 inasemaje? 15 inasema, sema andiko. Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Kwa misikiliza wapendwa, Mungu anasema ya kwamba alimuumba mwanadamu Adamu na akamweka Adamu katika shamba ili ya kwamba apate kuilima na kuitunza, ili apate kuwa ni kama ni mapato, ili ya kwamba atakapopata familia wapendwa, hawe katika nafasi ya kutunza familia yake, hawe katika nafasi ya kuwakilisha, ya kupeana mahitaji kwa familia yake. Sasa sikiliza, baada ya Mungu kumweka katika shamba, mstari wake wa 18 anasemaje? Bwana Mungu akasema. Sasa Bwana Mungu ndiye akasema, si Adamu alisema. Twende. Si vyema huyo mtu awe peke yake. Nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Sikiliza, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hapo ukiangalia hapo, tutakuja kueleza nini maana ya kufanana naye. Maana kwanza kabisa, ina maana kubwa sana. Inamaanisha wanafanana hata kiimani, wanafanana hata kitabia, wanakaribiana. Ni watu ambao wanaenda sawa sawa. Tutakuja kuangalia kwamba kwa sababu ya kutofanana kwanza kwa macho la imani, watu wanapoona unapata Muislamu na Mkristo wanaona pamoja. Unaona? Hii mtaendana sawa sawa. Tutakuja kueleza polepole. Wakati Muislamu anasujudu,
wewe unafanya vitu zingine, hamtaelewana. Kwa hiyo anasema akamfanyia jambo la kwanza msaidizi, na tukasema ya kwamba mwanamke anapooleka, tuliangalia Mungu anasema ya kwamba ni msaidizi, sio mfanyikazi. Unaona, sio mfanyikazi wa boma yako ambaye anastahili kufanya kila kitu. Mungu anasema ni msaidizi, ni mtu ambaye alikuja kwa familia yako ili ya kwamba apate kukusaidia. Alafu anasema wakufanana naye. Nasikiliza, kabla Mungu hajampea huyu mwanadamu, hajamletea mke, teremka mstari wake nafikiri 19 endelea. Bwana Mungu akamfanyiza kutoka katika ardhi, twende, kila mnyama wa msituni, teremka, na kila ndege wa angani, twende, akamletea Adamu ili aone atawahitaje, ili kwanza aone atawahitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Jina aliloliita Adamu likakuwa ndilo jina lake. Ningependa wale wapendwa ya kwamba Adamu kwanza alipewa kazi ya kupeana majina kwa wanyama. Unaona, na Adamu alipopeana kila jina ambaye alipeana, Mungu alikubali. Mungu hakukataa. Aliita kondoo, akaita pia simba, akaita, yani kila mnyama alipeana jina lake na ikawa hivyo. Najaribu kumaanisha hivi ya kwamba kumbe Adamu wakati ambaye alikuwa anaingia ndoa, yani mawazo yake yalikuwa yamekuwa, alikuwa matured. Ni mwanaume ambaye alikuwa amekuwa. Ndio leo jambo la kutisha sana ni kwamba watoto wadogo hata chini ya miaka 18 wanaingia kwa ndoa. Unapata kwamba mtu huyo hajakuwa kimawazo wala hata kimwili hajakuwa. Unaona? Nitakuja kueleza kwa sababu ukiangalia mwanadamu hata wakati ambao tunaishi, unapata kwamba wasichana wanakuwa kimwili haraka. Pata mtu ako na miaka 8 tayari matiti iko juu, kwa sababu ya kitu ambacho inaitwa hormonal imbalance. Tunaje kueleza hiyo, si hali ya kawaida. Nafikiri afya itaelezewa. Kwa hiyo wanaangalia mwili umekuwa kidogo, lakini kimawazo bado hawajakuwa, na wanafunga ndoa, kesho wameachana kama stage. Kwa hiyo Mungu akampea Adamu kwanza nafasi na akampea chance ya kupeana majina kwa wanyama, na kila jina ambayo Adamu alipeana, sikiliza wapendwa, likawa ndilo jina lake. Tunabuka chini msemaji. Inaendelea ikisema, twende, kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Twende. Adamu akawapa majina yao, kila mnyama wa kufugwa, na ndege wa angani, na kila mnyama wa mwituni. Teremka. Lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu. Sikiliza hapo, lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Teremka. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito. Sasa kwa sababu hakuonekana, yani kwa wanyama hakuonekana, kwa wanyama wote haikuonekana wa kumsaidia Adamu, haikuonekana mke wa Adamu. Basi kwa sababu hiyo tuliangalia jana ya kwamba ndoa ni kati ya mwanadamu na mwanadamu, kati ya mke na mume. Ningependa uelewe, si kati ya wanyama na wanadamu, wala si kati ya wanaume na wanaume, bali ni mke na mume, na wala si mume na wake. Nitakuja hapo ili kieleweke. Kwa hivyo anasema ya kwamba akamletea Adamu usingizi mzito. Teremka. Naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja. Akafunika nyama mahali pake. Na ule ubavu aliyoutoa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke. Sikiliza, yani Mungu anamfanya Adamu analala katika usingizi mzito, alafu akachukua mbavu mmoja akamtoa. Unaona? Akamtoa mbavu mmoja alafu akafunika. Unajua Mungu alikuwa na uwezo wa kuchukua masikio. Unaona? Na kumuumba mke. Alikuwa na uwezo wa kuchukua hata vidole ya miguu ama hata nywele na kumuumba. Ilikuwa ni lazima achukue mbavu. Inaonekana kwamba walipoanza, yani familia Mungu walipoanza, wanadamu hawa mke na mume walikuwa sawa. Tutakuja kuangalia baadaye na kuaja mume ndio kichwa, mwanamke ndiye anastahili kutii, vitu kama hizo. Lakini Mungu alipofanya wanadamu, mwanamke na mwanaume ni wanadamu ambaye ni sawa, ni wanadamu wote. Si kwamba mwingine mwanadamu
mwingine si mwanadamu, wote ni wanadamu ambaye Mungu aliyofanya pamoja kwa mfano wake. Sasa angalia twende teremka chini, Biblia inasemaje? Akaufanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Akamfanya mwanamke akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu. Sasa huyu ni mifupa katika mifupa yangu. Na nyama katika nyama yangu. Na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke. Sikiliza, Adamu alipoletewa mke wake, maana ni Mungu alimpa, sio Adamu alijipa. Wakati alipoletewa alifurahia sana, akaanza kuita nyama katika nyama yangu, yaani akaanza kumuita majina mazuri, akaanza kufurahia, akaanza kumuita vizuri. Unaona, akaanza kufurahia sana, akasema huyu ni nyama katika nyama yangu, mifupa katika mifupa yangu. Yaani wakati ambaye Mungu anakuletea mke, wakati ambao unao, wakati ambao inafaa, na wakati ambao unapata mke wako halali ambaye Mungu anakupa, wapendwa, kuna furaha. Lakini ukianza kupata mpango wa kando huko na huko, hakuna furaha, utajiletea laana ambayo tutaangalia tunapoteremka. Kwa hivyo tuliangalia jana hayo, tukaona kwamba kumbe mke mwema anastahili kutoka kwa Mungu. Ni Mungu anastahili kupeana. Hebu angalia hapo Methali 19:14. Angalia hapo Mungu anasema kwamba kumbe ni Mungu anastahili kutupa wake. Kwa hivyo ili ya kwamba Mungu atupe wake, ni lazima kwanza tumwamini Mungu, ni lazima kwamba tukae kwake, ili tunapomwambia tupe, Mungu anatupa. Jinsi Mungu anavyotupa vyakula, jinsi Mungu anavyotupa hata nguo na mavazi ambayo tunafaa, wapendwa, kumbe tunapomuomba tupe pia wake ama wanaume, anaweza kutupea. Inasemaje? Methali 19:14. Twende. Nyumba na mali ni urithi. Nyumba na mali ni urithi apatao mtu kwa babaye. Mtu anapata kwa babaye. Twende. Bali mke mwenye busara. Bali mke mwenye nini? Mwenye busara. Twende. Mtu hupewa na Bwana. Basi mtu anapewa na Bwana. Kwa hiyo mtu anasema ya kwamba, tulimaliza alikusema ya kwamba kumbe Mungu mtu anastahili kupewa mke na Bwana. Na sikiliza Mwanzo 2. Sikiliza Mwanzo 2 mstari wake wa 24 anasemaje? Sasa hapo ndio tulikuwa jana, ningependa uelewe sasa siku ya leo. Twende. Inasema, twende. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake. Atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe. Naye atafanya nini? Naye ataambatana na mkewe. Alafu nao watakuwa mwili mmoja. Sikiliza wapendwa, Mungu anasema ya kwamba kumbe tunastahili kuacha wazazi, yaani unaacha mama yako na baba yako, alafu mnaungana na mkewe. Maana jambo la kushangaza dunia ambayo tunaishi leo, unapata mwanaume ameoa lakini bado ako kwa nyumba ya mama yake, bado anakaa kwa mama yake. Unapata kwamba inakuwa ni shida. Unapata kwamba mara mingi vita inatokea kati ya mama yako na mke wako. Kwa Mungu anasema ya kwamba mwanaume anastahili kuwa anajitenga na kuwa na familia yake. Anasema ya kwamba ataachana na mama yake na baba yake na mama yake. Haimaanishi kwamba atamchukia, haimaanishi kwamba hatamsaidia, haimaanishi kwamba hatampenda, lakini jambo la kwanza ni mkewe. Ni lazima kwanza waungane mkewe, wapate kuwa kitu kimoja. Unaona mara mingi wapendwa, unapata kwamba hata kwa familia nyingi unapata labda hebu soma Mika nikuonyeshe kitu hapo. Nikuonyeshe kitu ambayo hatujapata kuelewa kuhusiana na familia. Mika 7 anzia hapo 6. Maana leo ukiangalia kuna vita katika familia kati labda mwanaume ambaye ameoa, mama yake na mke wake wanapigana. Alikuwa akipigana, unapata mwanaume anakimbia haraka kutetea mama yake, alafu anaacha mke wake, anasahau kwamba kumbe yeye na mke wake ni kitu kimoja. Unastahili mtu wa kwanza kumtetea na mke wako. Maana Mungu anasema ya kwamba utamwacha mama yako na baba yako, mtakaa pamoja na mkewe. Unaona, hata kama amekosea, baadaye utamrekebisha, umwambie umefanya kosa. Lakini inasema ya kwamba tunastahili kuunganisha pamoja, tusikae na wazazi wakati ambayo tumeoleka. Inasemaje? Kitabu ni Mika 7:6. Mika 7:6. Maana inasemaje? Inasema hivi. Twende. Inasema, kwa maana mwana humwaibisha babaye. Samahani. Teremka. Kwa maana mwana humwaibisha babaye. Twende. Na binti huondoka ashindane na mamaye. Teremka. Na mwanamke aliyeolewa hushindana na maviaye. Yaani hapo inamaanisha in-laws. Yaani mara mingi kuna vita kati ya in-laws pamoja na mke
wa kila mmoja wetu. Endelea, maliza andiko. Inaendelea ikisema adui za mtu ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Ni watu wa nyumbani mwake mwenyewe. Mara mingi unapata kwamba familia nyingi inatengana kwa sababu ya in-laws, inatengana kwa sababu ya watu wa familia. Kwa hivyo usipochunga familia yako unapata kwamba mnaanza tengana. Kwa hivyo tuliangalia kumbe wanastahili kuunganika. Tukaangalia kwamba jana na kwamba watakapounganika wanastahili kuwa mwili mmoja. Mwili mmoja inamaanisha hawatatenganishwa tena. Hapo ndo ningependa unielewe sana siku ya leo. Maana unapata kwamba siku ya leo tumesema jana ya kwamba watu wanaunganika leo, mke na mume, baada ya kuunganika leo na kesho washaachana. Wakishaachana mwanaume anatoka amechukua mwingine. Unaona? Hivyo unapata kwamba kuna wanawake karibu 10 ambayo mwanaume wamewapitia wote na akawaacha. Familia ambayo zinafungika, sio mapenzi ya Mungu. Hebu kitabu cha Mwanzo nikuonyeshe Mwanzo 19. Mwanzo 19. Angalia hapo mstari wake wa 7. Ama anzia 6 kwanza inasemaje? Mwanzo 19:7. Twende. Inasema anzia 6, twende. 6 inasema hata wamekuwa si wawili tena. Watakapounganika si wawili tena, bali mwili mmoja. Bali watakuwa ni mwili mmoja. Twende. Basi aliyowaunganisha Mungu, alichounganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Bwana Mungu anasema ya kwamba hakuna mtu ambaye anastahili kuwatenganisha. Yaani inamaanisha kwamba Mungu anachukia watu kuachana. Kwa hivyo kabla hujaingia ndoa kijana, ni vizuri upate kuelewa kwamba Mungu anachukia watu kuachana. Kwa hivyo inastahili kwenda taratibu ili usije ukaingia ndoa tena alafu uangalie kwamba kumbe haikuwa ni yule mtu ambaye ulihitaji kuwa naye. Kwa hivyo nasema watakapokutana pamoja watakuwa si wawili tena bali mwili mmoja, na Mungu alichokiunganisha mtu yote asije katenganisha. Kwa hiyo jambo ambalo ningependa uelewe ya kwamba utakapoingia ndoa hakuna reverse gear. Hakuna kurudi, ni kuingia mara moja tumbul, hakuna kuondoka. Kwa hivyo hakuna kuachana katika ndoa. Teremka chini. Inaendelea ikisema twende. Akamwambia 7 inasema twende. Wakamwambia jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka. Na kumwacha. Teremka. Akawaambia twende. Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa waacha wake zenu. Twende. Lakini tangu mwanzo haikuwa hivyo. Twende. Nami nawaambia ninyi kila mtu atakayemwacha mumewe. Sikiliza hapo, kila mtu atakayeacha mumewe. Twende. Kila mtu atakayemwacha mkewe. Twende. Isipokuwa ni kwa sababu ya uasherati. Akaoa mwingine. Hazini. Twende. Haya muaye yule aliyeachwa. Naye oa yule ambaye ameachwa. Anazini. Kwa hivyo Yesu anasema sasa, wapendwa, ati ukimwacha mkewe unazini, isipokuwa kwa usharati. Kwa hivyo hakuna sababu ya kuachana na mke wako. Nasikiliza, hata kama amezini, ukimwacha nitakuonyesha. Ukimchukua mwingine na kumuoa, Mungu anasema ya kwamba unazini. Yule ambaye anaoa mwenye ameachwa, Mungu anasema ya kwamba anazini. Kwa hivyo ningependa uelewe, maana leo ukiangalia mtu ameacha mkewe anachukua huyu wa jirani wake. Ameacha huyu anachukua mwingine. Mungu anasema ya kwamba unazini. Na Mungu anachukia sana. Ndio maana uelewe kwamba unastahili kukaa kwenye ndoa. Na tutakuja kuangalia Mungu anasemaje kuhusiana na jinsi ya kukaa kwenye ndoa, tusije tukaachana. Maana ni vizuri uelewe kwamba Mungu hapendi kuachana. Anachukia sana watu ambao wanaingia kwa ndoa alafu tena wanatoka. Mungu anasema ya kwamba anakichukia. Anasema usije ukamwacha mkewe. Hebu soma kitabu ambacho inaitwa Malaki 2 anzia 14 hadi 16. Kitabu Malaki 2:14 inasemaje? Inasema hivi. Twende. Inasema lakini ninyi mnasema. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe. Na mke wa ujana wako. Uliyemtenda mambo ya hiana. Unaona, wakati ambao unamtenda mkewe mambo ya hiana ambayo tutaje kuangalia baadaye, Mungu anasema ya kwamba wakati ambao unamuoa mkewe, wakati ambao unampiga mkewe,
Mungu anasema ya kwamba ni shahidi, anaangalia. Teremka chini. Angawa yeye ni mwenzako, hata kama ulijua ni mwenzako, ni mke wako, mke wa agano lako, ni mke wa agano lako, hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi, twende, ambaye alikuwa na ufahamu kidogo, twende. Au je, kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Twende. Kwa hiyo jihadharini roho zenu, mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake, usimtende mabaya mke wa ujana wako, mambo ya hiana, usimtende mambo ya hiana. Maana mimi sikiliza hapo, nakuchukia kuachana. Mungu anasema ya kwamba anachukia watu kuachana. Kwa hiyo usije ukamtenda mke wako mabaya, usije pia ukamtenda mume wako mabaya, mambo ya ihana, mambo ambayo tutaeleza baadaye, mambo ambayo Mungu akubali. Maana anasema ya kwamba anachukia kuachana. Kwa hiyo point ambayo ningependa utoke nayo leo ni kwamba Mungu anachukia watu ambao wanaachana. Mungu hapendi, si mpango wake kwamba ndoa zinapokuwa pamoja, ndoa zinaachana, ndoa zinaharibika. Hiyo siyo mapenzi ya Mungu. Mungu anasema ya kwamba anachukia kuachana. Hebu enda Mathayo kuonyesha kitu hapo pia. Alafu niingie kipengele cha pili. Kipengele cha pili, Isaia 5:31 nasemaje? Mathayo 5:31. Soma andiko. Biblia inasema, twende. Imenenwa pia mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka. Twende. Lakini mimi nawaambia kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amfanya kuwa mzinzi, anamfanya kuwa mzinzi. Na mtu akimwoa yule aliyeachwa anazini. Sasa sikiliza, ningependa uelewe hivi, ukiamua leo kuachana na mkewe na wewe tena unazini. Kwa hivyo ni vizuri kwamba uelewe kwamba unastahili kuwa kwa hiyo ndoa. Lakini kama ukitoka kwa hiyo ndoa, hauhitaji kuwa na ndoa nyingine. Wakorintho kwanza ili waelewe 7, soma hapa 10. Mungu anasema ya kwamba anachukia kuachana. Ila mtu akiamua kuachana na ndoa yake na kuachana na mke wake na kuachana na mume wake, inastahili kwamba asioe tena, akae hivyo. Inasemaje? Wakorintho wa kwanza 7:10. Twende. Lakini wale waliokwisha kuoana, wale ambao walikwisha kuoana, nawaagiza hivi, wala hapo si mimi, wala hapo si Paulo, ila Bwana, ni Bwana. Twende. Mke asiachane na mumewe. Twende. Lakini ikiwa ameachana naye, ikiwa umeamua kuachana naye, na akae asiolewe. Iko hivyo tu. Ni vitu ambavyo ni hatari, maana ukimwacha na uoleke unazini, na wasinzi watakuwa mbinguni. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba tukae katika familia zetu. Ni vizuri ya kwamba tuangalie Mungu anasemaje, tuishi kwa raha, ili kwamba tusije tukaachana, tusije tukamkosa Mungu. Sikiliza, ni kisa kimoja pekee, kama ni kitu moja pekee yake ambaye inaruhusu mtu anapoachana na mkewe ama mumewe anaweza kuoa. Warumi 7:1 hadi 2. Hiyo pekee yake ninaonyesha. Hiyo pekee yake ni Mungu anakubali mtu anapoacha mume ama mke wake ama ndoa inapofujika. Ni pekee yake ambayo inakubaliana nayo ili ya kwamba mnaweza kuwa na ndoa nyingine. Soma andiko. Warumi 7:1. Inasema, twende. Ndugu zangu, hamjui maana nasema na hao waijuao sheria. Maana nasema na wale ambao wanajua sheria. Twende. Ya kuwa torati humtawala mtu wakati anapokuwa yu hai. Yaani torati yatawala wakati ambaye tuko hai. Twende. Kwa maana mwanamke, sikiliza, aliye na mume amefungwa na sheria yule mume wakati anapokuwa yu hai. Unaona, mwanaume wako wakati ambaye ako hai, hata kama uliachana, hiyo sheria inakufunga, haiwezi ukachukua mwingine. Teremka chini. Inaendelea ikisema, twende. Kwa maana mwanamke aliye na mume amefungwa na sheria kwa yule mume wakati anapokuwa yu hai. Twende. Bali akifa yule mume, amefunguliwa ile sheria ya mume. Basi hapo ndio umefunguliwa peke yake. Mtu akikufa ndio unaweza kuoa tena ukitaka. Lakini jambo la kuhusunisha kwamba leo unapata kwamba ni watu ambao wameamini, ni wachungaji, ni watu ambao ni wa kanisa. Unaona, anamwacha huyu, anachukua huyu. Unapata mchungaji anaachana mke wake, anaangalia mjane wa kanisa hapo, anamchukua.
yule ambaye anafanya maombi naye kila siku, maombi ambayo ni ndefu. Hebu Mathayo, ama kwanza nisaidie kitabu cha Mathayo 23:14. Najua leo ni jambo la ajabu, napata wachungaji wanafanya maombi peke yake kwa wajane, na ni maombi ambayo ni refu. Aishangi, soma andiko. Mathayo 23:14 inasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo, ole wenu wachungaji, twende andiko, wanafiki, twende, kwa kuwa mnakula samani. Acha nianze vizuri, soma andiko. Ole wenu waandishi na Mafarisayo, twende, wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane, mnakula kwa nyumba ya wajane, na kwa unafiki mnasali sala ndefu, unafanya sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Mungu anasema mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Kwa hiyo unafanya sala ndefu, inaishia yule mwanaume, yule pastor, yule mchungaji anamuoa yule mwanamke, yule mjane anaacha mke wake, na Mungu anasema ya kwamba anachukia kuachana. Kwanza Mungu ametoa onyo kali sana kwa makuhani, kwa wale ambao wanahubiri, kwa wale ambao ni wachungaji kwa masuala ya ndoa. Mambo ya Walawi 21 soma 7 inasemaje? Mambo ya Walawi 21 soma 7. 21:7 inasemaje? Wasimuoe mwanamke aliye na haba. Samahani, wasimuoe mwanamke aliye kahaba, asimuoe mwanamke aliye kahaba, au huyo aliye mwenye unajisi. Twende. Wala wasimuoe mwanamke, asimuoe mwanamke aliyeachwa na mumewe. Usimuoe mwanamke ambaye aliachwa na mumewe. Teremka. Kwa kuwa yeye kuhani ni mtakatifu kwa Mungu wake. Mungu anasema ya kwamba usije ukachukua mke ambaye aliachwa alafu ukamuoa, utakuwa nazini. Soma 13 na 14. 13 inasemaje? Naye atamuoa mwanamke katika ubikira wake. Unastahili kuoa mwanamke katika ubikira wake. Asitwae mjane, usichukue mjane, wala mwanamke aliyeachwa na mumewe, wala mwanamke aliyeachwa na mumewe, wala mwanamke mwenye unajisi, wala mwanamke mwenye unajisi, wala kahaba, lakini atamuoa mwanamwali katika watu wake mwenyewe. Basi Mungu anasema ya kwamba usije ukachukua mke ambaye aliachwa, usije ukachukua. Ezekieli 44 Mungu anasemaje? Tuangalie masuala hii pia, kwa sababu watu leo hawajapata kuelewa. Hebu angalia hapa mstari wake wa 20 na 22 23 hapo anasemaje? 44:20 soma. Inasema kwamba hawatanyoa vichwa vyao. 22 inasemaje? Wala hawataoa wanawake wajane, wala mwanamke aliyeachwa na mume wake, lakini watatua mabikira wa wazao wa nyumba ya Israeli. Basi Mungu anasema ya kwamba usije ukachukua mke ambaye aliachwa na ukamwoa. Na wala wachungaji tusije tukaingilia wajane, tusije tukaangalia na kuna jinsi na kutukana jina la Mungu. Nafikiri hiyo imeeleweka. Mungu anachukia kuachana kabisa. Kwa hivyo tutakuja kuangalia kama Mungu anachukia kuachana, sasa tufanyaje ili tusije tukaanguka katika mkono wa shetani wa ndoa ambayo itafujika. Lakini kuanzia kesho tutaangalia moja baada mwingine, mwanaume anafanya kufanya nini, mwanaume anafanya nini, ili kwamba tuunganike pamoja, tusije tukaingia kwenye ndoa alafu baadaye ndoa hiyo ikakuja ikasambaratika na tukamfanyia Mungu dhambi. Jambo la kwanza. Jambo la pili ambayo leo ningependa wanadamu waelewe siku ya leo, Mwanzo 19 rudia 4. Nikuonyeshe kipengele kingine. Mwanzo 19:4 inasemaje? Mwanzo 19:4 inasema, soma andiko. Inasema kwamba hata kabla hawajalala 19:4 Mwanzo. Haya, hata Mathayo 19:4. Mathayo 19 soma 4. Mathayo 19:4. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema, soma andiko. Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke pamoja na mtu. Akasemaje? Kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye. Hata imetoa. Sikiliza, Mungu alisema, Yesu anasema mwenyewe, Mungu alimfanya mke na mume. Msomaji? Ndio. Ati mume na nini? Na mke. Sio mume na wake. Hapana. Maana tuliangalia kwamba Mungu alichukua mbavu mmoja na akaumba mke. Mungu hakuchukua mbavu 2 wala 3. Maana leo ukiangalia pia kuna ndume wengine ambao wamejishindia wanawake 2 na 3.
Hiyo siyo mpango ya Mungu. Mungu alipanga kwamba kila mwanaume awe na mke wake peke yake, sio awe na wake. Mungu hakupanga hivyo. Hiyo sio mpango wake. Hiyo ni mpango ambayo si Mungu aliweka. Alianza masuala ya kuchukua watu wawili ni mtu ambaye alikuwa anaitwa Lamek ambaye aliasi. Hebu soma Mwanzo 4 nikuonyeshe ya kwamba ni Lamek alianzisha, lakini haikuwa ni mpango wa Mungu. Anasema tangia mwanzo Mungu alisema ya kwamba alichukua bafu mmoja wakati Adamu alilala na akaumba mke mmoja kwa Adamu. Haikuwa ni wake wengi. Soma 4:19 nasemaje? Mwanzo 4:19. Twende. Lameki akajitwalia wake wawili. Unaona, Lameki sio Mungu alimpea. Mungu anasema alimletea Adamu mke, lakini Lameki alijitwalia wake wawili. Maliza. Jina la wa kwanza ni Ada. Na jina la wa pili ni Sila. Basi ni Lameki alianzisha. Haikuwa ni mpango wa Mungu. Mungu alipanga. Ndio maana ukiangalia, ningependa uende Mwanzo 6. Kwa maana ukiangalia hata wakati ambaye Mungu alikuwa anaokoa ulimwengu, wakati wa gharika, Mungu alisema wale ambao wataingia kwenye safina ni mume na mke. Haikuwa ni mume na wake. Inamaanisha mpango wa Mungu ni kwamba mume awe na mke, sio wake. 6:18 Mwanzo 6:18. Soma andiko. Lakini nitafanya agano langu nawe. Anamwambia Nuhu, nitafanya agano langu nawe kuwa thabiti. Twende. Nawe utaingia katika safina. Na nini? Wewe na wanao. Alafu na mkeo. Ati mke na mkeo. Twende. Na wake wa wanao pamoja nawe. Unaona, Nuhu alikuwa ingia na mke wake mwenyewe na watoto wake, kila mmoja, watoto wake vijana 3 walikuwa ingia kila mmoja na mke wake. Hebu angalia 7:16, angalia ni kina nani waliingia, kama baadaye walijitwalia. Soma andiko. Na walioingia waliingia mume na mke. Mume na nani? Na mke. Unaona, Mungu alipanga kwamba mpango wa Mungu ili kwamba ndoa ipate kuwa na furaha ilikuwa ni mpango wake wa mume na mke. Lakini msomaji, maana wakati watu wanakimbia, sasa mtu anayesema ukiangalia sisi kina nani, kina Sulemani, kina Daudi, sio alikuwa na wake wengi. Tuanza na Sulemani kwanza. Alikuwa na wake wengi. Lakini angalia baadaye alipotubu, tuangalie alifanya nini. Samueli wa 2:20 soma 3 tukuonyeshe. Maana kuna mtu aliniuliza, unaposema atastahili kuwa na wake wengi, sasa Sulemani na Mungu alimuita yani rafiki wangu, itakuwaje mbona yeye alikuwa na wengi? Sikiliza Samueli anasema nini. Twende. Samueli wa 2:23. 23. Twende. 23 inasema. Twende. Inasema kwamba basi Daudi akaja Yerusalemu. Sasa Daudi akakuja hadi Yerusalemu. Nyumbani kwake. Kisha mfalme akawatoa wale wanawake 10. Akachukua wanawake wote wake. Masuria aliyowaacha kuitunza nyumba. Unaona, twende. Akawatia nyumbani mwa kulindwa. Akaweka nyumbani kwingine ili walindwe. Alafu akawalisha huko ili asiingie kwao. Maliza. Basi wakafungwa hata siku ya kufa kwao. Walifungwa huko hadi siku ambayo walikufa. Twende. Huku wakiishi hali ya ujane. Wanaishi hali ya ujane. Ndipo mfalme akawaambia Amasa, twende uwakusanye pamoja kwangu kwa siku 3. Twende. Watu wa Yuda. Na uwepo wewe hapa. Hata imetosha. Yaani Daudi anasema ya kwamba Kiswahili naweka light. Anasema ya kwamba ili asiingie. English inasema ya kwamba that he may not know them. Inamaanisha haikuwa awaingilie tena kwa masuala ya ngono. Unaona? Hangefanya tena tendo la ndoa. Kwa hiyo anasema ya kwamba ili asiwaingie tena. Kwa hiyo wakati alielewa huyu jamaa, huyu mtumishi wa Mungu, wakati Mungu alimwambia siku nzuri, basi akawaacha, akaweka huko, kabaki na mke wake. Inamaanisha haikuwa mpango wa Mungu. Haya, tuangalie naye pia Sulemani. Wimbo ulio bora 6:8. Wimbo ulio bora 6 mstari wa 8 unasemaje? Sulemani naye, maana Sulemani alikuwa na wake wengi. Na Mungu anasemaje? Alikuwaje? Soma andiko. Wimbo ulio bora 6:8. 6:8 inasema. Twende. Inasema wako malkia 60. Sikiliza sasa, Sulemani anaongea.
wako malkia 60 na masuria 80 na masuria pia 80 na wanawali wasiohesabika na wanawali wasiohesabika. Huwa wangu, lakini huwa wangu sasa kamilifu wangu ni mmoja tu. Ni mmoja tu. Endelea. Mtoto wa pekee wa mamaye ndiye kipenzi chake aliyemzaa. Basi ukiangalia Sulemani alielewa baadaye, kumbe hii si mpango wa Mungu. Akasema wangu peke yake niliyepewa na Mungu ni mmoja tu. Kwa hivyo Mungu alikuwa mpango wake ni kwamba tusije tukawa na wake wengi, bali mpango wake ni kwamba mke mmoja. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 17 soma 17 inasemaje? Kumbukumbu la Torati 17:17. 17:17. Twende. 17:17 inasemaje? Wala asijizidishie wake. Anasema usije ukajizidishia wake. Wala asijizidishie wake. Mtihani, twende. Ili moyo wake usije ukakengeuka, wala asifanye fedha zake. Hata imetosha. Sikiliza, Mungu anasema utakapojizidishia wake, kuwa na wake wengi, yani unawezekana watakuachisha Mungu, watakufanya namba 1 wache mpango wa Mungu na upate kuabudu hata miungu. Angalia pia Samueli, nisaidie Ufalme wa Kwanza 11:3. Angalie kwamba Sulemani wakati ambaye alikuwa na wake wengi wakamfanya amwache Mungu na apate kuabudu hata miungu. Sema andiko. Wafalme wa Kwanza 11:3. Andiko linasemaje? Inasema hivi. Twende. Inasema akawa na wake 700 binti za kifalme. Twende. Na masuria 300. Twende. Nao wakeze wakamgeuza moyo. Maana ikawa Sulemani alipokuwa mzee, wake zake wakamgeuza moyo wake, twende, afuate miungu mingine, wala moyo wake haukuwa mkamilifu kwa Bwana. Unaona, walimgeuza. Wapendwa, walimgeuza. Ndio maana baadaye akaja akatubu akasema wangu ni mmoja. Kwa hiyo mpango wa Mungu ni kwamba mke na mume mmoja. Kwa hiyo kuanzia kesho tutakuja kuangalia ili tusije tuka katika mtego wa shetani wa ndoa ambaye zinafunjika, wa ndoa ambaye kuna vilio, wa ndoa ambaye hasina furaha. Tutakuja kujiuliza ni mpango gani ambaye Mungu ameweka kwa ajili ya wamama, kwa ajili ya wazee, kwa ajili ya watoto na kwa ajili ya familia zote na jamii kwa ujumla, ili kwamba tupate kujua mipango ya Mungu. Msemaji, utupe dua tunapomaliza. Tuweze kuomba. Baba na Mungu wetu, sifa na shukrani zizidi kurudi kwako. Unalo kusudi jema katika maisha ya familia zetu, kwa uzidi kutupatia upendo, amani, furaha, na uzidi kutufanikisha katika mambo yote. Tuzidi kuishi katika maisha ya utaua, tuzidi kukufaa na tuzidi kufaa wale ambao tunaishi na wao. Zidi kutunyeshea ukweli yako na upendo wako katika wiki hizi mbili, wakati wana wako watazidi kupokea kweli yako. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen.